kwamba zimeumbwa nafsi zetu kumpenda yoyote anayezifanyia wema na ihsani. Mtu akikufanyia wema unampenda, na zimeumbwa nafsi zetu kumchukia na kumweka mbali, hatimaye kumkimbia yule anayejifanyia maovu na mabaya. Ukiona watu wanampenda sana mtu, ujue yule ni karimu wa nafsi yake kwao, ni karimu wa nafsi yake kwao, kajitoa kwa ajili ya wale. Ndio watu wanafanyaje? Wanamkimbilia. Ukiona watu wanamkimbia mtu, huyu mtu anazifanyia mabaya nafsi za wale watu, hawana haja naye. Haya, tumswalie Mtume Muhammad. Moja ya njia ya kuzifuta nafsi za watu, kuzivuta, zifanyie wema tu, zifanyie wema, zitakupenda na hatimaye utaokoka kwa mapenzi yao. Mmoja katika washairi wa zamani malenga wa Kiarabu anasema, karimun mata amdahuhu walwara ma'i wa idha ma lumtuhu wahdi. Sasa siku zote mtu karimu, mtu mwema, nitakapojitokeza mbele za watu nikaamua kumsifu, basi watu wote wataungana na mimi kumsifu kwa sababu ni karimu. Lakini nitakapojiletea ubalamaki, mtu mwema, mtu karimu, mimi nikaja na uchizi wa kuanza kumlaumu na kumsema vibaya, hujikuta niko peke yangu namsema. Karimun mata amdahuhu walwara ma'i wa idha ma lumtuhu wahadi. Hii ni katika kuonyesha kwamba mwanafanyia wema, basi mwanadamu tu, kila chenye uhai, kila chenye, sikwambii chenye roho kila chenye uhai kinampenda mwenye kukifanyia wema. Sikwambii sasa kile chenye roho. Kuna baadhi ya vitu vina uhai havina roho, vina uhai havina roho, sio kashangaa. Vipo vitu hai lakini havina roho. Miongoni mwa hivyo miti ina uhai haina, lakini ina roho. Kwa Umari ina roho miti. Basi hata mti ukiufanyia wema utakupenda. Sikwambii mnyama mwenye roho yake na binadamu mwenye roho yake, nakupenda zaidi. Sawa? Kuna baadhi ya watu wakipita mtaani hivi au wakiingia katika nyumba, hata mbu wanakimbia. Mbu kwa namna roho yake ilivyokuwa mbaya, roho yake, basi mbu na njaa yake yote ya kupenda kunyonya na kufyonza damu ya mwanadamu, kwa roho mbaya ya mtu yule anaona tutauliwa hapa. Sikwambii mdudu kama vile paka, mbwa, mbuzi au wadudu kama ndege, ndo kabisa wanahisia kali. Kuna watu, wewe unamkimbia nyoka, unamkimbia. Kuna watu wakipita nyoka anakuja, anatamani hata amsindikize mpaka afike. Nyoka huyu unamwogopa, anakusindikiza. Kuna watu wanasindikizwa na samaki, kuna watu wanasindikizwa na ndege, kuna watu wanasindikizwa na simba. Yule simba anayekula watu, akikuona sasa, unakwenda huko, na anawaambia simba wenziwe, mwacheni. Sawa? Kwa sababu jubilatil qulub ala hubbi man
ahsana ilaiha wal bughdi ala man asaa